الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على بعض. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tuko katika vituo vya kutengeneza watu, tuko katika vituo vya kutengeneza jamii, tuko katika vituo vya kutengeneza wazazi kwa kuwa bora kwa baadaye, tuko katika vituo vya kutengeneza viongozi na wafuasi bora. Na hii kwa sababu mtu akielekezwa akhera, hizi madarisi kwa ajili ya kuwafundisha watu wajue kwamba akhera ndio mheshimiwa wetu sote. Uislamu unatufundisha namna ya kuishi katika huu ulimwengu, lakini unatufundisha kwamba sote mwisho wetu ni akhera. Ndio maana pamoja na kwamba yapo mafunzo mbalimbali yanayotufundisha namna gani tutafute uchumi, yapo mafundisho mbalimbali yanayotufundisha namna gani tuwekeze katika tiba, tujifunze tiba, tujibiane, ni kila kitu ambacho kitatuweka vizuri katika ulimwengu. Lakini pamoja na yote bado Mwenyezi Mungu anasema matayatu dunia ila matao, kitu ambacho kama ukitafakari vizuri unaweza hapa duniani usifanye lolote katika mambo yatakayokufanya uweze kuishi vizuri katika ulimwengu, kwa sababu shangwa ila matao. Lakini yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tujue kwamba hapa twapita. Kwa sababu kwa twapita, ndio maana tumewekewa taratibu za kuishi ili tuishi vizuri. Tukija tukipita, basi kule tunapokwenda tuende mahala pazuri. Kwa vijana mnaosoma, lazima mtambue kwamba hapa tuko katika mafunzo ya kuandaa uwe watu bora. Mko katika mafunzo ya kuwafundisha maisha bora, na maisha bora maana yake si yale maisha ya starehe, kwamba wewe unastarehe unapata kila kitu na raghaba yako yote ni kupata tu maisha mazuri, wewe kuwa mbinafsi sana kwa ajili upate maisha bora. Soma na maisha bora maana yake ni kwamba wewe katika maisha yako unaishi usimdhuru mtu wala asikudhuru. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje, khairu nasi man yanfa'u. Maisha bora maana yake ni kwamba watu wakikuona wewe wafurahi na kila mtu akupende, sio watu wakikuona wakasirike wapate hofu, sio jina lako likitajwa watu wakulaani, sio watu wakuombee mabaya. Hapo inakuwa hujaishi maisha bora, na sio maisha bora yanayofundishwa na Uislamu. Uislamu unatufundisha kuishi vizuri, tena hasa kwa watazame wenzetu namna gani tunatakiwa tuwanufaishe. Ahibali nasi na tuhibu. Kwa vijana mnaosoma, nitambue hilo kwamba nyinyi mnaelekea akhera. Mafunzo haya ni kwa ajili ya akhera. Mnafundishwa kuswali kwa ajili ya radhi za Mungu, mnafundishwa masuala ya somo kwa ajili ya radhi za Mungu, mnafundishwa masuala ya mirathi kama yalivyosoma hapa leo. Lakini yote hii ni kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwanza yale tunayosoma tuwefanyeni kazi, hasa katika mambo ya mirathi, katika vitu ambavyo watu wako tayari kuungua Uislamu ni mambo ya mirathi. Wanawake wengine wanataka warithi sawa na wanaume, mtoto mwanamke na mtoto mwanaume wanataka sawa sawa. Nakuta mtu yuko tayari yende katika mahakama zisizokuwa za kisheria ya Kiislamu, lakini kwa nini yeye na kaka yake wasirithi sawa? Hii ni sababu mtu hajui kwamba hapa anapita. Mwingine baba mdogo anaweza akafiwa na ndugu yake, akachukua mali yote aliyoacha ndugu yake,
pasi na kuwatazama mayatima wale, pasi na kumtazama yule mjane aliyewachwa. Na wakati kwa namna mafunzo tuliopewa sisi ni kwamba watoto wale wana haki kubwa katika kurithi kuliko watu wengine, kiasi kwamba kuna watu hawarithi wakiwepo watoto. Watu pekee ambao wanarithi kukiwa na mtoto ni watu watatu: ni mume au mke wa marehemu, ni baba na mama. Kama mtu aliyekufa ameacha watoto, basi ni hawa watu watatu: mke, mume, baba, mama, ni watu wanne. Hawa hawawezi kukosa. Lakini sasa wakati huo akiwepo mtoto, fungu analopata mume si sawa na analopata akiwa hakuna mtoto. Fungu analopata mke si sawa na analopata ikiwa hakuna mtoto. Fungu analopata mama, analopata baba si sawa na analopata kukiwa hakuna mtoto. Kwa nini? Kwa sababu watoto hasa ndio wahusika wakuu wa hizi mali. Kwa yote haya ni tukijua kwamba tunaishi kwa ajili ya kufa. Sisi tunaishi ili tufe, na tukishakufa sasa ndio haya maisha yetu haya tutakwenda kuyaishi. Sasa malipo ya maisha yetu haya tutakwenda kuyaishi baada ya kufa. Kwa tuyajue haya, na wazazi pia wajue hayo, na Waislamu wote wajue hayo. Tuwasomeshe watoto wetu dini, na tuisome dini kwa ajili ya malengo kama hayo ya kwamba tuna akhera, na njia ya akhera ni kuwanufaisha watu, si kuwadhuru.